Utabiri tunaposema ni kubashiri hali ya hewa ijayo, ndio tunasema utabiri. Sawa? Tuko pamoja? Kile kinachotabiriwa ni kitu ambacho ni probability. Utabiri ni probability, ni kitu ambacho kinategemewa, is likely to occur. Lakini kwa sisi tunachokitoa 100%, kuanzia 75% mpaka 100 kinatokea. Tuko pamoja? Lakini tunaposema climate change ni mabadiliko, kuna kitu kinachoitwa wastani. Mmekisikia? Wastani sasa tukija sisi mfano kwa Tanzania au hususan katika mkoa wetu wa Tabora, specifically Tumbi. Wastani wa mvua zetu kwa milimita kwa mwaka tunakusanya kuanzia milimita 810 mpaka 960. Sawa? Ikitokea kwa hivyo kwa miaka 30 tumekusanya hivyo na tunapata wastani wa eneo. Tunasema haya mvua za Tabora wastani wake ni kwa mwaka zinakusanywa milimita 810 mpaka 960. Si ndio hivyo? Sasa mwaka itakapotokea mvua zile zimekuwa ni chini ya hapo. Tunaelewana jamani? Mwaka huu zimekuwa chini ya hapo, mwaka unaofuata zimekuwa chini ya hapo, mwaka unaofuata zimekuwa chini ya hapo. Haya, mwaka unaofuata zimekuwa juu ya hapo, juu ya hapo, juu ya hapo, juu ya hapo, juu ya hapo. Tunakuja kugundua kwamba kumbe jamani, hii imedeviate from the normal, whether it has positive impact or negative impact. Wenda imeongezeka au imepungua, ndipo tunapopata sasa climate change, kusema kwamba kuna mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Aidha kama ni mvua imeongezeka sana au imepungua sana, au kama ni joto imeongezeka sana au imepungua sana, au upepo umeongezeka sana au umepungua sana. Sawa jamani? Kwa majina naitwa Kalunde Mashaka Mihayo, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Fundikira, nasoma kidato cha 4. Napenda kuwashukuru TMA kwa kufika hapa shuleni kwetu na kutupa elimu inayohusiana na hali ya hewa katika siku ya maadhimisho ya hali ya hewa. Elimu ambayo tumeipata sisi kama wanafunzi itatusaidia kwenda kuielimisha jamii yetu kuhusiana na hali ya hewa, jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na faida za hali ya hewa na hasara zake pia. Kwa majina naitwa Rashidi Miraji Ali, ni mwanafunzi wa Fundikira kidato cha 4A. Leo TMA imekuja kutufundisha mambo kuhusu hali ya hewa na imetufundisha jinsi ambavyo hali ya hewa inavyokusanywa na inavyotumika katika jamii. Na vifaa vyake tumefundishwa kama vile thermometer inatumika kupima joto, rain gauge inatumika kupima mvua na kwenye humidity. Pindi ambapo mlivyotufundisha hapa, kuna wengine tulishaingiza kitu. Hata leo tutaporudi nyumbani, tutaenda kuwaelezea wazazi kuhusu hichi tulichojifunza. Kwamba kipindi kitapofika, kwa sababu mna vipindi katika television, kitapofika utamshawishi mzazi aende akakae pale akisikilize kipindi, ili pindi atapokisikiza kile kipindi aweze kupata kitu, kwa sababu wazazi wetu hali yetu tunaijua, wanategemea sana kilimo. Kwa hiyo wanapopata hali ya hewa, kwa mfano unaweza ukaenda shamba afu hujui, mvua ikanyesha kubwa ukapata kule matatizo. Umeona? Ila kwa mfano kama ukiangalia television kwa ule muda, kama muda wananilia wa kipindi hichi, ukaangalia television kwenye kipindi cha TMA, unaweza ukananilia ukajua kama kuna matatizo kama hamna. Kwa majina naitwa Joel Ramazani Kamwela, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Changa, pia ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Mwanzo kabisa, kwanza mimi nilikuwa nikisikia masuala haya ya utabiri wa hali ya hewa, sifuatilii hata kidogo. Lakini kwa sasa walipokuja kutuelimisha, nitaanza kufuatilia ili niepukane na madhara hayo ya hali ya hewa. Kwanza kabisa, naenda kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa kufuatilia hali ya hewa na watabiri wetu wanaotuambia. Hii inaweza kusaidia kupunguza madhara yanayosababishwa na hali ya hewa. Kama hali ya hewa ni mbaya, madhara yake tunaweza kuepuka kwa kufuata utaratibu. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa kuja kututembelea shuleni kwetu, kwa sababu hapo shuleni kwetu wanafunzi wengi hawakuwa na elimu kuhusu hali ya hewa, lakini kwa ujio wenu wanafunzi wameelimika sana. Pia tunapenda kuwasema asanteni sana. Kwa majina naitwa Victor Alexi, ni mwanafunzi wa Changa Sekondari, nasoma kidato cha 2. Elimu hii ambayo imeletwa na shirika la hali ya hewa duniani TMA itakwenda kutusaidia namna ya kujikinga na madhara ambayo yatajitokeza baada ya kuacha au kutotilia maanani swala la hali ya hewa. Uwepo huu wa shirika hili na kusambaza taarifa hizi itakwenda kusaidia taifa letu kuendelea kiuchumi
kwa sababu kutokuwa kuna madhara makubwa ya kutokufuata na kutokuzingatia taarifa ambazo tunazipata kupitia vyombo vya habari kuhusu utabiri wa hali ya hewa. Hapo awali sisi kama wanafunzi hatukuwa tunajua madhara ya kutofuatilia hali ya hewa na utabiri wake. Hivyo ukifika katika jamii zingine tofauti na shule hapa na wanavyozidi kutoa elimu itasaidia na itapunguza pia. Kwanza kabisa ni kuwapa elimu ambayo hii tumeipata leo na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Pia tusipotunza mazingira tunawapa ugumu wafanyakazi wa TMA kwenye utabiri wao. Kwa jina naitwa Waziri Omari Waziri, mimi ni meneja mamlaka ya hali ya hewa kanda ya Magharibi. Leo tarehe 23 mwezi wa 3 2026, Tanzania ikiungana na nchi wanachama wa shirika la hali ya hewa duniani tunaadhimisha kuanzishwa kwa shirika la hali ya hewa duniani ambao limeanzishwa tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 1950. Kwa hiyo Tanzania na nchi nyingine wanachama tumejumuika leo kuadhimisha siku hii, na sisi Tanzania kama mamlaka ya hali ya hewa tumeadhimisha siku hii kwa matukio matatu, ambao moja, tumewaalika wananchi kuweza kutembelea katika ofisi zetu, na wananchi wengi kwa kweli wamejitokeza katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na masuala ya hali ya hewa, lakini vile vile kushirikiana na watumishi wenzetu katika kuadhimisha siku hii ya hali ya hewa duniani. Lakini vile vile tumepata nafasi ya kuzungumza na wananchi ambao tumeweza kuwahabarisha wananchi au kutoa elimu kuhusiana na maadhimisho haya, lakini vile vile kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya hali ya hewa hapa nchini na kwa mkoa wetu wa Tabora. Lakini vile vile tumefanya tukio la tatu ambayo ni kuwatembelea wananchi ikiwemo wanafunzi, na picha hii ambayo tumepiga muda huu tuko kwenye shule ya sekondari Chang'a, na kabla ya hapo tulikuwa sekondari ya Fundikira kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhusiana na maadhimisho haya, lakini kuhusiana na shughuli tunazofanya kama mamlaka hali ya hewa. Kwa hiyo muda huu, wakati huu tuko live kwenye shule ya sekondari Chang'a ambayo watumishi wenzangu na wataalamu bingwa wameweza kujumuika nasi katika kutoa elimu kuhusiana na maadhimisho haya, na wanafunzi wetu wamepata fursa ya kuweza kuuliza maswali na wao kuhojiwa na vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo nishukuru kwa ushirikiano ambao tumewapata kutoka kwa wananchi ambao wamekuja kwenye maeneo yetu ya kazi, lakini vile vile nishukuru kwa wananchi, kwa vyombo vyetu vya habari ambavyo kwa kweli wao ni jukwaa ambao wametuwezesha sisi kuzungumza na wananchi kuhusiana na maadhimisho haya. Lakini vile vile shule zetu hizi mbili ambazo tumezitembelea, uongozi wa shule hizi mbili ya sekondari ya Chang'a, lakini vile vile sekondari ya Fundikira, kwa kuweza kutenga nafasi na kuwezesha sisi kuweza kuzitembelea na kuweza kutoa elimu hii. Tunawashukuru sana na tunawaomba au tunawakaribisha shule hizi ziweze kutembelea katika maeneo yetu ya kazi ili waweze kujifunza zaidi na kwa vitendo shughuli ambazo tunazifanya kama mamlaka ya hali ya hewa, lakini vile vile kuona shughuli ambazo tunazifanya. Asanteni sana.